yote yawezekana kwa imani. Wagonjwa wanapona kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Visiwi wasikia kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Yote yanawezekana kwa imani. Amen. Hatujasikia ati yote yanawezekana kwa ajili ya uzuri wako. Yote iweze yakawezekana kwa ajili ya masomo yako. Yote iweze yakawezekana kwa ajili ya sura yako, lakini yanawezekana kwa ajili ya imani. Yaani unapokuwa na imani kwa mambo ambayo unatarajia, ambayo hauyaoni, Mungu anakutendea. Unakaa unasema tu kwa imani, Baba nimebarikiwa. Mungu nimeomba kwa ajili ya mtoto wangu school fees. Unakuwa na imani kwa kuwa Mungu ndiye anayeweza yote. Mungu ndiye anayefungua mlango pasipo na mlango, na Mungu anakufungulia. Haleluya. Usilalamike na usilie mbele za Mungu. Yote yanawezekana kwa imani. Na unapomwamini Baba aliye hai, yote yanawezekana. Mwanadamu anaweza kukudanganya leo ukaona mara hii nimefaulu, lakini baada ya muda utarudi pale pale. Lakini Mungu anapofungua mlango mmoja, hakuna vile mwanadamu ataufunga. Ashafungua na amefungua kabisa kwa imani. Rafiki yako anaweza kukudanganya. Dada yako, ndugu yako anaweza kukudanganya, lakini Mungu hawezi akakudanganya. Mungu akisema uinuliwe, unainuliwa. Mungu akisema upokee uponyaji, unapokea uponyaji kwa imani yako. Madaktari wanaweza kusema leo nimempatia huyu mgonjwa kwa siku 3-4, lakini kwa sababu ya imani ambayo wewe umeibeba ndani mwako, unapiga magoti, unaambia Mungu, ninaamini wewe ndiye Baba unayeweza yote. Mwanadamu hawezi. Kwa sababu wewe ndiye Mungu unayeweza yote, achilia uponyaji ndani mwangu, na Mungu anakupa uzima. Na unasimama unamtukuza Mungu. Kwa sababu gani? Yote yanawezekana kwa imani. Kila mara mimi huwa mfupi. Haleluya. Tuangalie Mathayo 7. Mathayo 7 mpaka 8. 7 mstari mdogo wa 7 mpaka 8. Mungu ndiye anayeweza yote. Haleluya. Mathayo 7:7 8. Inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Haleluya. Ombeni nanyi mtapewa. Omba lolote ambalo unataka mbele za Mungu, yuko tayari kwa kukupa. Bisha mbele za Mungu kwa ajili ya maisha yako, Mungu yuko tayari kwa kukufungulia. Muite Mungu kwa ajili ya jina lake, Mungu yuko tayari kwa kuitika. Omba yale yote ambayo wewe unawaza ndani ya moyo wako, ambayo unaona mwanadamu hawezi, peleka mbele za Mungu. Ambia Mungu, haya ninayoyapitia ni makusudi yako. Mungu anaweza akaachilia ugonjwa ndani mwako, utembee kwa madaktari. Kwa sababu gani? Anataka adhirike mahali hapale yeye ndiye Mungu wa uponyaji. Ile siku ambayo utawacha yale madawa, ile siku ambayo utasahau madawa, ile siku ambayo wanadamu watasema ameisha, ile siku ambayo marafiki watasema huyu ameisha, naye Mungu ndipo anaonekana na anakuinua na anakupa uponyaji, ili jina lake lipewe sifa, ili jina lake litukuzwe, ili jina lako lidhirike mahali pale, kwa kuwa yeye ndiye Mungu anayeweza yote. Kwa kuwa yeye ndiye Mungu mwenye ushindi, kwa kuwa yeye ndiye Mungu mwenye ujasiri, kwa kuwa yeye ndiye Mungu mwenye uponyaji. Ombeni nanyi mtapewa.
Enda mbele za Mungu ukiambia Mungu haja ya moyo wako. Usimngojee mtumishi wa Mungu kuuliza Mungu kwa ajili ya haja ya moyo wako. Mungu anahitaji kusikia sauti yako. Mungu anahitaji kusikia sauti yako. Semezana na Mungu mwenyewe ya kuwa Baba wa mbinguni, ni wewe ndiye mwanzo tena mwisho. Ulisema hakuna lisilowezekana mbele zako. Tazama haya ninayopitia, mfalme wa falme. Ingilia kati Jehova ajabu, kanipe kibali. Ingilia kati ukaachilia uponyaji. Ingilia kati ukafungue milango zangu zilizofungwa. Na Mungu yu tayari kwa kufungua kwa sababu ya imani yako. Ombeni nanyi mtapewa. Hawaja tuambia peleka na utapewa. Hawaja kuambia imba na utapewa. Amesema omba nanyi mtapewa. Hawaja sema wakuombee nawe utapewa. Hawaja sema mahali popote. Hawaja kuambia enda kwa mganga nawe utapokea. Ombeni nanyi mtapewa. Yani mwenyewe unapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya haja ya moyo wako, mwenyewe unaposemezana na Mungu Mwenyezi, mwenyewe unapopeleka hoja yako mbele ya Mungu, mwenyewe unaposema Baba wa mbinguni, tazama mtoto wangu yu mahali hapa, sina mwanzo wala mwisho, bali wewe ndiye Baba wa pekee. Wewe ndiye mwanzo na tena mwisho. Hakuna atakayeingilia kati kwa ajili ya masomo ya mtoto wangu, bali nimemkabidhi mbele zako na Baba anaingilia kati. Unaona mtoto aliyekuwa amegorokwa na mwovu shetani anamaliza masomo yake kwa sababu ya imani yako. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Usikae kwa nyumba na useme Mungu unioni. Tafuta Mungu, ingia katika hekalu la Bwana, fanyia Mungu kazi, mtukuse Baba aliye hai, mwimbie. Inapofika siku ya mateso unaona haya ninayopitia hayaniwezi. Nyumba imekugoroka mama, umekataliwa, umesukumwa mpaka umefika kwa ukuta. Unasimama na unaambia Mungu Baba uliye mbinguni, haya yote yanatendeka kwa sababu ya utukufu wako uonekane mahali hapa. Bila wewe hii nyumba kukalika siwezi Baba. Unamuita Mungu, nasema Baba ingilia kati. Mgeuze mume wangu aliyekuwa amenifungia mlango akanifungulie. Mgeuze mume wangu aliyekuwa amenifukuza nikakubalike mbele zako. Unaona anarudi anakuita tu majina mazuri mazuri. Nasema Baba, jina lako linuliwe mahali hapa. Kweli Baba, wewe ndiye Mungu unayeona sirini. Na ni wewe ndiye Mungu unayejibu maombi. Na ni wewe ndiye Mungu usiyolinganishwa. Na ni wewe ndiye Mungu usiyofananishwa. Kama sio Mungu ungelikuwa wapi hiyo siku ambayo ulikuwa umefungua mlango? Kama sio Mungu ungekuwa wapi ile siku maadui walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya jina lako? Kama sio Mungu ungekuwa wapi ile siku ambayo ulikuwa umelazwa? Kama sio huyu Mungu ungekuwa wapi ile siku mtoto wako alikuwa ameshindwa school fees? Lakini kwa sababu ya amani, kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya ujasiri na kwa sababu ya neema, Mungu anaonekana. Mungu anajibu maombi yako. Kwa sababu gani? Umeomba. Sija kutana na mahali wamesema enda kwa mganga na utapokea. Enda uinamie wakubwa wako na utapokea. Omba nawe utapewa. Ambia Mungu sala zako mwenyewe. Usingojee mtumishi wa Mungu kusema mambo yako kwa Mungu. Pia mimi nina yangu, naye ambia Mungu. Ambia Mungu hayo unayoyapitia, haja ya moyo wako, hata kama hujayasema tayari Mungu ashayajua, anangojea kusikia sauti yako. Usione unapitia magumu ukaona Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha, amekupatia tu break. Anataka kuona wewe uko pamoja na yeye. Lakini wengi wetu waliookoka wanapoona mabaya wanasema Mungu parking, mimi nishughulike na hali yangu. Mungu anataka kuona ni wangapi watakayemweka parking, na ni wangapi ambao wataendelea kutukuza jina lake, na ni wangapi ambao wataendelea kutangaza neno lake, na ni wangapi ambao wataendelea kusema yeye ndiye Mungu mwanzo na tena mwisho. Unapokuwa na imani, hakuna siku ambayo utasema Mungu umeniacha. Unapokuwa na imani ndani mwako, hakuna siku ambayo utasema mara hii nimeshindwa. Hata kama wewe kwa macho ya binadamu unaona umeshindwa, kwa Mungu unasema mimi ni mshindi. Umelazwa mahali pale, madaktari wamekuzingira, kila aina ya uniform iko mahali pale, kila vyombo vya kutumika kwa mwili wako ziko mahali pale, lakini malaika wa Bwana anashuka na anaachilia kibali ya neno ya kuwa uponyaji. Unapona kwa mikono ya madaktari. Mungu ameingilia kati. Yule aliyekuwa amekufunga anaona unatembea. Kwa sababu gani? Uliomba na ukapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa.
Bisha mlango kwa Mungu, bisha kwa Mungu kwa maombi, bisha mlango kwa Mungu kiimba, bisha kwa Mungu kimshukuru, bisha kwa Mungu ukisema wewe ndiye Mungu uliye mtetezi, bisha mbele za Mungu ukimshukuru, ukisema wewe ndiye Baba mtakatifu wa watakatifu, ukisema wewe ndiye Baba unayeweza yote, ukisema wewe ndiye Baba unayenilinda, kwani wewe ndiye Mungu mkuu. Kama hangekuwa wewe Mungu, singefika mahali nimefika, kwa sababu umebisha mbele zake. Na Mungu yuko tayari kwa kufungua milango zako. Milango zako zilikuwa zimefungwa, mikono zako zimefungwa. Chochote unachokuza na mikono yako haupati maana. Popote unapoenda umekataliwa. Lolote unaloongea na mdomo wako unaonekana tu wewe sio mtu wa maana. Lakini unapobisha mbele za Mungu, Mungu anapofungua mlango wako wa kwanza, tena mlango wako mwingine utafunguliwa. Kazi ya mikono yako inafunguliwa, katika ndoa yako unafunguliwa, kwa biashara unafunguliwa. Kwa sababu gani? Umebisha mbele za Mungu, naye Mungu akafungua milango zako zote zilizokuwa zimefungwa na mwovu Shetani. Shetani hana mamlaka, Shetani hana uwezo. Ni Mungu aliye juu mbinguni aliye na uwezo. Unaweza kuendea kwa mganga kwa ajili ya biashara yako. Kubali leo mama, tomato zako zioze, inzi zipepee mahali pale, lakini ile siku ambayo utabisha kwa Mungu naye akakufungulie, wataona baraka za Mungu. Wataona jinsi utainuliwa. Wataona wateja wakiingia pande zote, wale unaowajua wa kawaida, wale ambao usiowajua. Utawaona wakiingia mahali pale. Kwa sababu gani? Mungu ashatengeneza mapito. Mungu ashaondoa kila aina ya visirani. Mungu ashang'oa kila aina ya miteko ya mwovu Shetani. Mungu ashaondoa kila macho ya wanadamu waliokuwa wamelenga kwa ajili ya biashara yako kurudisha nyuma. Naye Mungu akasimama kati akasema, uinuliwe na ufunguliwe na ubarikiwe. Haleluya. Ni Mungu wa neema, na ni Mungu wa ukombozi, na ni Mungu wa baraka. Hakuna vile Mungu atakulaani. Hakuna siku hata moja ambayo utaenda kwa Mungu kamuombe akakunyima. Ni wewe mwenyewe kuwa na imani. Naweza nikakuombea, nikakuwekea mikono, nikakupaka mafuta yote kila aina, nikakuwekea maji, lakini hauna amani, hauna imani ndani mwako, haupokei lolote. Na rudi nyumbani jinsi ulivyoingia. Wewe unasema, mahali pale moto ulizima. Ni wewe mwenyewe, ni baridi. Saidi nyingine wewe baridi, saidi nyingine wewe moto. Mungu anashindwa. Wewe ni wa aina gani? Simama imara ukamjue Baba aliye hai. Simama na ukamtegemee yeye katika kila jambo. Simama na ukaseme, Baba sina mwingine wa kutegemea. Baba sina mwingine wa kuita kwa ajili ya maisha yangu. Baba sina mwingine wa kuita kwa ajili ya familia yangu. Mfalme sina mwingine wa kuita kwa ajili ya biashara yangu. Ni wewe tu, Mungu mwanzo na tena mwisho, unayeweza yote, unayejibu maombi, unayeona sirini. Yaliyotendeka, itakayotendeka, Mungu anajua. Wanayapanga usiku na mchana, Mungu anajua. Lakini kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, kwa sababu wewe ni wewe unayemwamini, kwa sababu wewe unafanya kazi ya Mungu, wanapanga usiku na mchana, Mungu anapangua. Wanapanga usiku mchana usitembee, wanakuona umeng'ara. Wanapanga usiku mchana usiende kwa soko, wanakupata umeweka kila aina ya chakula mahali pale. Kama wewe ni wa kuuza chakula, imejaa. Kama wewe ni wa kuuza manguo, zimejaa. Kama wewe ni wa viatu, zimejaa. Yale yote aliyokuwa yameyapanga usiku, naye Mungu aliona, akaingilia kati, akaipangua, na akaachilia neema, na akatengeneza mapito, na akakubariki, na akakuinua. Yote inawezekana kwa Mungu ukiwa na imani. Ukiwa na imani ndani mwako, unaenda mbele za Mungu na imani. Naambia Mungu jinsi nimesimama hivi, nikiangalia kando, nikiangalia mbele, sina rafiki, wewe ndiye rafiki yangu wa kwanza. Wale waliokuwa wamekufungia wote utashtukia wamekufungulia. Wale waliokuwa wamesema tumemtenga mara hii, wacha apatikane huko, utaona wenyewe wanaanza kutafuta. Jua ni utukufu wa Mungu. Hata wengine wanatoa sadaka kwa sababu ya jina lako. Wengine wanamwaga damu kwa sababu ya jina lako. Wengine hawalali usiku kwa sababu ya biashara yako. Lakini wewe wanateseka usiku na wewe umelala. Malaika wa Bwana wamekuzingira na damu yake. Wanapofanya, Mungu ameweka upanga.
hawezi wakakufikia. Unapotembewa na kuita wewe, unaenda kwa waganga, ambia mimi mganga wangu ni Yesu, na hakuna siku ambaye nitamwacha huyu Yesu, na hakuna siku ambaye nitamwacha huyu Yesu. Nimelala, nimesimama, ninamtukuza huyu Yesu, kwa sababu yeye ndiye ambaye amekufunika na damu yake. Haleluya. Kama sio huyu Mungu, haungekuwa mahali umefikia. Kwa sababu sio wote wanayetaka ufanane jinsi unavyofanana. Yale yote ambayo unayo, watoto wako ambao Mungu alikubariki nao, sio wote wanayofurahia jinsi wanavyosoma. Lakini kwa neema ya Bwana, hata wanapoiba makaratasi zao, hata wanapokata school uniform zao, lakini Mungu anazirejesha. Mungu ana urejesho. Mungu anazileta mahali wamezipeleka, anarudisha. Waliokuwa wanatarajiwa watakuwa mkia, wanaona wanakuwa vichwa katika masomo yao. Imani. Usingoje kuombewa. Usingoje wakupelekee sala zako kwa Mungu. Omba Mungu akufungulie masikio yake ya ndani, akakutane na haja ya moyo wako, na Baba akainuliwe. Unapoyapitia mengi, jua tuna njia ambayo Mungu anaitengeneza mbele zako. Unapoona unapanda unashuka, jua tuna njia ambayo Mungu anatengeneza mbele zako. Tuna mapito ambayo Mungu anaandaa mbele zako. Unapoteza mali yako unasema, mara hii mimi nimeisha. La, Mungu ana sababu ya ile kidogo kuondoka, ndipo akakuletea nyingine. Labda ile ambayo imetoka hauko umepata kwa mikono ya Mungu. Mungu anataka aondoe kila aina ya visirani ziondoke mbele yako, ndipo akakutengenezee mapito pasipo na njia, na anakufungulia milango zako zote. Yaani ni Mungu wa upendo, na ni Mungu wa urejesho. Unapomuita anaitika. Unapobisha mbele zake yu tayari kwa kufungulia. Unapoomba anajibu. Yeye ndiye Mungu aliye na majibu ya kila swali. Hakuna swali utakalo uliza Mungu na akashindwe. Mwanadamu anaweza akashindwa akakudanganya. Mwanadamu anaweza akakushindwa akakupeleka kwa njia ambayo unaenda kupotea. Lakini Mungu anajibu la maombi yako. Hata ukiomba tu kama umeshindwa, umelala chini, lakini amekupa pumzi, mshukuru Mungu. Ambia Mungu ni asante. Jinsi unavyoniona ninakushukuru wewe Baba uliye hai. Haya yote ninayopitia Baba ni kwa ajili ya neema yako Bwana. Bora amekupa pumzi ya kumuita jina lake. Tuna wengi ambao wameshindwa hata kukaa kusema amen. Lakini wewe ambaye Mungu amekupa nafasi, amekupa nguvu, amekupa uzima, ukaingia katika hekalo la Bwana, mtukuze Baba ukisema haleluya, haleluya. Yesu ndiye mkombozi wa maisha yangu. Tuna wale ambao wamelazwa, lakini wanasema tu, Mungu nikipata nafasi nitakuimbia mpaka shetani ashangae. Mungu ukinipa uponyaji mara ya pili nitatangaza neno lako mpaka shetani ashangae. Lakini wewe unaye amani. Mungu amekupenda. Mungu ameachilia kibali. Mungu amekufungulia milango zako. Mungu ameachilia neema. Mtukuze Baba aliye hai ukimwambia ni asante. Umechapwa mama kwa nyumba, ambia Mungu ni asante, unayo sababu. Labda kupitia wakati kichapo ndiye ilikuwa kufungua kwa masomo ya mtoto wako. Haujui mipango ya Mungu. Mwanadamu hawezi akajua mipango za Mungu. Mzee amekataa kurudi kwa nyumba, Mungu ana sababu. Usilalamike na usilie na ujisumbue dada. Mwite Baba wa mbinguni. Yeye ndiye Mungu anayejibu maombi. Na ni yeye ndiye Mungu anayetenda. Na ni yeye ndiye Mungu anayeona sirini. Na ni yeye ndiye Mungu mtetezi katika maisha yetu. Kwani hakuna Mungu mwingine kama yeye. Kama tungekuwa na Mungu miungu miwili, hatungeliweza. Haungejua unaenda kwa nani. Lakini ni Baba wa pekee aliye hai, ambaye alikuumba wewe na alikujua tangu ulipokuwa ndani ya tumbo ya mama yako. Hata kama haujatoka nje, Mungu alikujua. Sasa hata kama mwanadamu anataka kumalizia maisha yako, Mungu aliyekuweka anakujua. Alikuweka tarehe fulani, atakuchukua tarehe fulani. Mtukuze Baba na umshukuru na umwabudu usiku na mchana na umfanyie Mungu kazi. Kazi ya Mungu ni nyingi.
lakini watenda kazi ni wachache. Enda uimbie Mungu kupitia kwa nyimbo zako, Mungu atakufungulia. Hata kuingia katika hekalu la Bwana kufanya usafi, hiyo ni kazi ya Mungu. Unajua unapopanga hizi viti ni wangapi ambao wamekalia? Yale ambayo huyu ameomba kwa Mungu. Na wewe ambaye umezipanga zote, ile kiasi Mungu atampatia, lazima atagawia wewe uliyeandaa mahali ambapo alikaa na akamshukuru Mungu. Usifikirie kuhubiri ndiye kazi ya Mungu peke yake. Uimbaji sio kazi ya Mungu peke yake. Hata usafi katika hekalu la Bwana ni kazi ya Mungu. Kumnunulia mchungaji maji ni kazi ya Mungu. Usifikirie kutoa sadaka katika madhabahu ya Bwana ndiye kazi ya Mungu. La, kazi ya Mungu ni nyingi, lakini watenda kazi ni wachache. Mwenyewe kaa chini na uwe na imani. Ni gani ambaye naweza nikamfanyia Mungu? Yaani Mungu amekupenda, unapomuomba anakupa, unapobisha anafungua, unapomtafuta anapatikana. Lakini wewe nao utamfanyia Mungu gani? Ndiposa Mungu akaone hii ni shukrani kutoka kwa mwanangu. Yaani unapopitia magumu naambia Mungu, Baba, nipe nguvu nikaenda nikakupangie hekalu lako. Kwa sababu mahali patakatifu, tusipokuwa wasafi hapa katika hekalu la Bwana, hata nje malaika wa Bwana hawawezi wakashuka. Unapofanya usafi katika hekalu la Bwana, malaika wa Bwana wanaposhuka, wewe uliyofanya usafi lazima upate baraka zako. Hata kama haujaambia Mungu nifungulie milango zako, kupitia kwa usafi ambao ulifanya katika hekalu la Bwana, Mungu yuko kwa kufungulia. Unapata baraka pande zote. Popote unakanyaga na nyayo za miguu zako unabarikiwa. Chochote unachokuza na mikono yako unabarikiwa. Lolote unaloomba kupitia kwa kinywa chako Mungu anakubariki, kwa sababu ya kazi ambayo umemfanyia Mungu. Tusiwe watu wa kuingia katika hekalu la Bwana na kutoka, nimeomba, nimeombewa, nimetoa sadaka mimi mwisho. Haujafanyia Mungu kazi. Atamaliza ibada, panga viti. Hiyo imagine umepokea hizo baraka zote, umeenda nazo. Malaika wa Bwana anaenda anapeana report kwa Mungu. Sasa amekufanyia kazi mpaka dakika ya mwisho unapokea baraka. Makanisa, watu wanaojenga kanisa ni wakina mama. Na tena wakina mama ndio wanaovunja makanisa. Na wamama ndio wanaojenga makanisa. Sasa wamama tusipokuwa safi katika hekalu la Bwana, hapo tumevunja. Tusipofanya usafi katika hekalu la Bwana, hapo tumevunja. Pastor atakataa kuhubiri, ataingia katika madhabahu atahubiri. Lakini wewe ambaye umekaa mahali ambapo pana uchafu, malaika wa Bwana hawezi akashuka na akapeleka ripoti zako. Utatembea ukisema niliingia katika ile kanisa, kama ni sadaka yangu nimetoa 10 nimetoa, lakini sijabarikiwa. Ni wewe mwenyewe jichunguze, ni wapi ambayo umemkosea Mungu? Ni lipi ambalo sijamfanyia Mungu? Ni mangapi ambayo Mungu amenifanyia nami sijamfanyia? Utaona vile Mungu atakutendea. Haleluya. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Umenyawa na rehema tele. Umenyawa na rehema tele. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema tele. Umejawa na rehema tele. Kama sio Mungu ningelikuwa wapi mimi? Kama sio Mungu ungelikuwa wapi wewe? Unakaa chini unajiuliza mwenyewe, kama sio Mungu ningelikuwa wapi? Maadui alipokuwa ametengeneza mfuringo, ameniweka katikati kwa ajili ya kusambaratisha maisha yangu, kwa ajili ya kusambaratisha huduma wangu, kwa ajili ya kusambaratisha ndoa yangu, kwa ajili ya kusambaratisha kazi yangu. Kama sio Mungu ungelikuwa wapi? Amen.
lakini kwa sababu ya neema ya Mungu anakunyakua kwa mikono ya watesi na anakutengenezea milango zako. Haleluya. Amen. Acha tuangalie hiyo Mathayo 21:22. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Oh, ni wewe Yesu nimebaki nawe. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Oh, ni wewe Yesu nimebaki nawe. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Oh, ni wewe Yesu nitakutukuza. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Oh, ni wewe Yesu tegemeo langu. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Oh, ni wewe Yesu nitakuabudu. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Oh, ni wewe Yesu nimebaki nawe. Ni wewe Yesu nimebaki nawe. Ni wewe Yesu ambaye nimebaki na wewe. Yaani utamtukuza Yesu aliye hai. Kama umepata maandiko karibu. Mathayo 21:22 inasema, na yoyote mtakayo yaomba katika sala mkiamini mtapokea. Haleluya. Amen. Tuna yule asiyeelewa maandiko. Kweli hilo tuna la kurudia. Rudia tena wasikie vizuri sana. Na yoyote mtakayo yaomba katika sala mkiamini mtapokea. Na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Nitangulia kuambia nini? Kwa maombi yako uwe na imani. Yoyote utakayoomba katika sala ukiamini utapokea. Amini tu ni Mungu aliye hai pekee. Hata umeingia katika hekalu la Bwana hujaona amini tu ni Mungu aliye hai anayeweza akatenda. Amini tu ni Baba aliye hai anayeweza kujibu maombi yako. Hata unaingia unapata hakuna mtu, wewe chukua ushikana kufanya kazi ya Mungu. Tukuza Mungu, tangazia mtu neno la Bwana, ambia wao. Na yeyote mtakayeomba katika sala mkiamini mtayapokea. Yaani yale yote unayoomba Mungu yu tayari kwa kupa na utapokea. Unaomba mtoto, dada, umekaa katika ndoa kwa miaka, umebandikwa kila aina ya majina, vile wewe hauwezi ukazaa, vile wewe haustahili kukaa mahali pale, vile wewe hauna faida mahali pale, vile wewe umepeleka hasara mahali pale, lakini unasimama na unaambia Mungu kwa imani, Baba aliye hai, uliyenipa matiti haya ya kunyonyesha, uliyeniumba kuwa mwanamke, Baba ingilia kati ukanipe mtu. Haijalishi ni miaka ngapi ambayo umemaliza, haijalishi umefikia umri gani, haijalishi wewe umeyapitia mangapi, lakini unapoomba ukiwa na imani, Mungu anabadilisha hiyo hali na Mungu anakujibu. Unaomba mtoto naye Mungu anakupatia gari. Unaomba mtoto naye Mungu anakupa mume wa kukujali. Unaomba mtoto naye Mungu anakupa plot. Yote yanawezekana kwa Mungu. Useme mimi niliomba mtoto sijapata mtoto. Lazima vile uliomba na imani yako, tuna ile Mungu alikufanyia. Sio lazima ukiomba gari Mungu akupe gari. Mungu atakupa gari, hujui kuendesha kama mimi, utaipaki. Mungu atakuangalia, atakupa shamba ukaenda ukalime. Si Mungu amekutendea? Wewe unang'ang'ana, unaona yule fulani ni brown na mimi ni mweusi kama mimi Eunice. Sawa. Na Mungu siku moja si unibadilishe pia mimi niwe ni brown. Unajaribu, unajikokota, unamaliza mali yako, unamaliza kazi yako, unamaliza wakati wako kwa kujipaka, unaharibu uso wako. Mwishowe utajipata sasa wewe si mblack, wewe ni kala mbili huku na kule. Hautakubalika mbele za Mungu, kwa sababu Mungu atasema nilipokuwa katika tumbo ya mama yako nilikujua hata kabla hauja
hawaja kujua. Hii sio sura niliyokupa. Unaenda unaomba Mungu nipe kazi, Mungu anashangaa. Huyu ni Mary, huyu ni Ann. Nashindwa, Mungu anashindwa kupatia. Ridhika na ile ambayo unayo. Ridhika na kile ambacho unacho. Ridhika na ile hali ambayo unayo. Ridhika na yale maisha unayaishi. Usitamani mume wa mtu ambaye yuko na gari. Labda yuko na gari na kwake halali. Lakini wewe ambaye uko na pikipiki unalala. Wewe ambaye hauna pikipiki unalala. Usisumbukane, Mungu akupatie ile mwili ambao utaridhisha watu ukitembea. Hawalali kwao, wewe unalala. Ridhika vile vile Mungu alivyokuumba. Na lolote utakaloomba sala zako kwa imani, na Mungu atakupa. Usimlazimishe Mungu. Mungu ana sababu na makusudi ya kufanana jinsi ulivyo. Wamama tuache kujisumbua. Hiyo wakati ambao unajisumbua kwenda kwa wale wa kutengeneza, njoo utengeneze madhabahu ya Mungu. Ile wakati ambao unajisumbua kwenda kutafuta ile mwili mzuri, njoo panguza vitu za Mungu. Watu wa Mungu wakaingie wakapokee baraka, na wewe pia ukabarikiwe. Unapanda gari unaenda Tanzania kutafuta uwe mweupe. Ya nini? Mungu alikuwa na sababu. Ya nini? Hiyo pesa ya kupanda gari kwenda Tanzania, njoo ununulie siye kiti akalie. Mutagorogwa. Wewe ukijiangalia unaona, papa unajua nini? Tuna jirani aliniroga. Aliyekuroga ni nani? Ni wewe mwenyewe ulijigoroga. Ukajipaka ukaona sasa nimefikia mahali nataka. Unapojiangalia ukiona sema hakuna mwingine. Saidi hii ni mimi tu. Mbele ni mimi tu, lakini kwa Mungu anapoachilia baraka zake anashindwa. Ni nani huyu ninayembariki kwa ajili ya gari? Aliyeomba kwa ajili ya gari alikuwa mweupe. Aliyeomba kwa ajili ya gari alikuwa mwembamba. Ambaye amesimama mahali hapa ni mnono, ni mweupe, si mfahamu, anarudisha baraka zake mahali alitoka nazo. Hiyo siku unaenda bila baraka zako. Kwa sababu gani? Ya kujigoroka mwenyewe. Kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Jumapili wewe uko mahali hapa, wewe ni mtakatifu, umenyenyekea. Mtumishi wa Mungu akikuangalia anasema wanangu kweli wanaingia mbinguni. Lakini Thursday ulikuwa kwa mganga. Yaani unakuja kumjaribu si ati yeye ndiye anayeona. Sasa wacha nione, mganga aliniambia mume wangu atarudi Jumatatu. Naye si anakuambia enda tengeneza njia zako. Mama enda kata mdomo wako. Mama enda tengeneza amani kwa ndoa yako. Unasema sasa haya ni ya wapi? Yule aliniambia anarudi. Huyu ananiambia mdomo wangu ndiye unayemfanya anajitenga na mimi. Mdomo wangu ndiye unayenifanya anaingia kwa nyumba usiku. Mdomo wangu ndiye unaofanya anaficha waleti yake. Lakini unapoziba mdomo wako, unapobadilisha maneno yako kupitia kinywa chako, Mungu anakubariki. Ile kuku yako uliyopelekea mganga ilienda ya bure. Hiyo Tuesday hautamuona akirudi. Ile kuku yako hata afadhali ungechinja ukule na watoto utengeneze afya kuliko kumpelekea mganga. Waganga wamekuwa na wanawake wengi kwa sababu wanapata ya bure. Wakristo mnang'ang'ana huku kada kutafuta, lakini mnawapelekea. Yeye hana haja hata akioa leo aoe mwingine. Iko mali inakuja kutoka kwa nyinyi wa Kristo. Kwako hata hauna kiti ya kukalia. Lakini mganga anapokuambia siku ya mwezi ujao ukirudi uniletee viti mbili, mama utang'ang'ana. Utatoa ile rinda yako mzuri, utaenda uza bei ya hasara, utapeleka. Kwako unakaa chini, mzaki ingia hata hana mahali pa kukaa akikwambia jambo lolote. Mahali pa kukaa ni kwa bedroom peke yake. Lakini yule mganga naye kwa kila nyumba ya bibi yake amejaza. Pale nyumbani tulikuwa na mganga. Alikuwa na aina ya viti, alikuwa na aina ya vitambaa, bedsheet alikuwa nazo. Ilikuwa siku ya kwenda kumtembelea, magari zinajaa. Na alikuwa na wanawake wengi kwa sababu mali ni ya bure. Wakisema leo ni vitambaa za white zimepangwa, watu wanaingia na vitambaa. Lakini ukifuatilia yale maisha ambayo wale watu wanaopanga laini na vitambaa kwao hawana chochote. Unapoteza muda wako. Ingia kwa hekalu la Bwana, ambia Mungu, haya yote ninayotaka Baba yanatoka kwako. Hii mali yote ninaiona inatoka kwako. Haya maisha ninaishi inatoka kwako. Haya maisha ninayopitia Baba inatoka kwako. Na Mungu uko na sababu ya mimi kupitia
na Baba anaingilia kati. Mahali tulikuwa na mlima, Mungu anarejesha. Mahali tulikuwa na matuzi, Mungu anarejesha amani, kwa sababu uko na imani. Na lolote utakalo omba sala zako kwa imani, na utapewa. Omba, Mungu akufungulie. Omba kwa imani. Siku ya leo tunaposema twende mbele za Mungu, usiangalie jirani yako anasikia yako. Amini ni Mungu anayesikia yako. Na wewe ambaye unashindwa kuomba kwa sababu ya kusikiza ya mwenzako, hautaenda bure. Ni wewe yule wale ambao wanasema mahali pale nimeingia miaka nenda rudi, sijabarikiwa, sijafunguliwa. Lakini yule anayeingia na imani anasema, Baba wa mbinguni, nimekanyaga katika madhabahu haya. Mfalme wa falme, nimeingia katika huduma huu. Jehova ushie milele, nimeingia katika hekalo hii. Lengo na makusudi ya kunitoa nyumbani kunifikisha mahali hapa. Nimeingia kwa ajili ya kumbadilisha mume wangu. Amekuwa mlevi, Baba wa mbinguni, ingilia kati ukambadilisha akawache kuwa mlevi. Siku nyingine unaona yule aliyekuwa anaingia na chupa, anaingia na sukari. Unasema, Baba wa mbinguni uinuliwe. Baba wa mbinguni upewe sifa. Baba wa mbinguni utukuzwe. Lakini wewe instead ya kutukuza Mungu, utamuuliza, mara hii umeamua kuleta sukari. Instead ya kumtukuza Mungu, ona vile unabadilisha. Kweli iko siku nyingine atakuja na sukari. Utasema, kumbe namfurahisha nikiingia na chupa. Ndani unamuomba Mungu ambadilishe. Nje unamuonyesha aendelee. Wamama tuwe wanyenyekevu tunapoenda kwa ajili ya maombi. Na tupime yale yote tunayenena kupita kwa vinywa zetu. Hii ulimi ni kiumbe kidhaifu, lakini kinatenda maajabu. Yaani unapotamka tu pap, ishachoma, ishaachilia moto. Pima maneno yako unayenena. Pima maneno yako unayenena. Instead ya kuenda kwa vikao ya maneno, ingia penye neno. Hata kama ujui mstari wowote, wewe muimbie Mungu. Imba tu kupitia kwa hiyo nyimbo, tuna ile injili unaitangaza. Bora ziwe ni nyimbo za kumsifu Mungu, za kumwabudu. Tuna injili ambayo unatangaza mahali pale. Unaingia mahali watu wanagombana, instead ya wewe kupeleka pale neno la Mungu la msamaha na kusema penda mwenzako jinsi unavyojipenda. Unamwita na mwambia, kwani wewe nao ni mjinga wa wapi? Ulikuwa unafanya songa kando na umrushie. Umeachilia moto kupitia kinywa chako. Haujazimisha. Mungu anaangalia na sema, huyu ndiye yule aliyeniomba baraka katika nyumba yake, niondoe kelele kwa nyumba yake, na kumbe yeye ndiye mwenye kelele. Yaani ile kelele ambayo umeiuleta mahali pale, Mungu anaibeba, naona ile unayeweka kwa nyumba yako. Kuna vile utajibiwa. Walio katika ndoa, usifikirie ukiingia kwenye ndoa utapendwa from Monday to Monday. Ni mwenyewe kupima maneno yako na kuwa na imani na kuwa na upendo na kumuona mwenzako mpende jinsi unavyojipenda. Utakaa. Lakini hata unapoona gari yao atasema fulani yako na gari, lakini kwa nyumba wewe mshahara wako ni viboko. Watakuona unavalia high heel kila siku. Wewe umeumbwa na ukaumbwa, lakini kwa ile nyumba yale unayapitia, naambia nikikupatia nyumba yangu wezi. Na kwa sababu yule ambaye yuko nje hajui yale unayapitia ndani, anakuona nje. Kuwa na imani na uombe Mungu, na Mungu anatenda. Lolote mtakayeomba kwa imani, mkiamini Baba. Yaani unapoamini tu, Baba, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Na yote yanawezekana. Baba ndiye msaada wetu wa karibu. Umesumbukana na mtoto usiku wote, amekusumbua akilia akiwa mgonjwa. Amka usiku, acha kungojea hadi mpaka naangalia saa hizi si ameamka. Acha kungangana na simu, utampata kipya yeye yako na yake. Piga mwenyewe chini magoti na uambie, Baba wa mbinguni, tazama ni wakati huu namleta mtoto wangu mbele zako. Naomba uzima utokayo kwako, navunja kila vizirani. Naondoa kila aina ya magonjwa yasiyojulikana na inayojulikana. Naondoa damu ya ukoo hawezi kujinua kupitia kwa huyu mtoto, kwa ajili ya kurejesha imani yangu nyuma. Achilia uponyaji kupitia kwa huyu mtoto na jina lako likapewe sifa. Naona mtoto anapokea uponyaji.
Omba mwenyewe mbele za Mungu. Hata kama utapika simu, sipigana simu kama ushaambia Mungu, kama Mungu ashatenda. Haleluya. Tuna yule aliyekuwa ameamini mganga. Ile siku alienda kwa anauliza kwa fulani anamwambia tuko kwa ibada yake. Sasa imagine, umekataa kuombea mtoto, unamngojea kumpigia CA, na unapata CA naye labda yeye pia alikuwa mgonjwa. Anang'ang'ana na Mungu ampatie uzima. Wengi wetu tunalia sana ati yeye pastors washikenge simu zetu. No, pia wako na yao ya kusemezana na Mungu. Omba mbele za Mungu. Ambia Mungu yale yote unayoitaka. Ambia Mungu haya yote nayapitia ni kwa ajili ya neema yako Bwana. Kufungua mlango peke yake sio jambo la kusumbukana na kulia usiku na mchana na kukasirika. Kila mtu akipita najua tu fulani yako na shida. Kwa sababu gani? Umechora hapa. Umechukua shida zako zote umemwaga kwa mama wa mtaa. Kule kwangu hata hatulali. Kule kwangu yule mtu hata sijui njia haikuniambia naelekea kwa wapi. Sijui Mungu. So nyamaze na waambie Mungu ambadilishe basi. Labda wewe mwenye unamwaga kwa mama wa mtaa yale ambaye mume wako anakufanyia, na wewe ukienda kuangalia yako ni zaidi ya hapo. Wewe umeenda umemwanika mahali pale, hakuwa yeye anakojoa kwa malazi, kumbe hakojoi, lakini kwa sababu wewe ndiye askari wa kwanza kuulizwa kweli huyu jamaa anakojoa kwa malazi, na kwa sababu ulitangaza kila mtu mimi aliniambia mwaka jana, mimi aliniambia huyo mzee atapingane vipi, amewekwa pale. Lakini ndani mwako unajua unamdanganyia ili ulimwengu umdharau, lakini kwa Mungu naye Mungu anampenda. Mungu anazidi kumuinua, Mungu anambariki, Mungu anamuongoza. Wewe uliobeba virako zako kwa sababu umechoka kukojolewa kwa ajili ya uongo, mahali umeenda umefungiwa milango, unafikiria kurudi nyuma, no turning back. Umeenda na umeenda. Aliyekuroga ni nani? Ni wewe mwenyewe. Kama wewe hujaniambia mzee anakojoa, mimi ningejua, sababu wewe ndio unalala na yeye. Mimi ningejua, singelijua. Kama wewe hujaniambia mzee wangu anangorota usiku wote, ningejua. Ni wewe mwenyewe. Uache kubeba mambo yako na kumwaga nje. Mwagia Baba wa mbinguni. Hata kama hawezi budget kwa nyumba, usiambie marafiki ati kama sio mimi kununua jana lunch watoto wangu wangekanja. Yule naye ataenda ambie mwingine ati unaona yule dada mwezi mzima bwana yake hajaifanya. Wewe umesema siku moja lakini yeye amesema 1 month. Napenda kwa Mungu, Baba nifungulie biashara yangu ili nikaweze kupata hata nikalishe familia yangu. Mungu anaweka question mark. Nilikupatia na wewe hukusaidia yule asiyejiweza. Ungefanya hiyo kazi na unyamazi na Mungu angekubariki. Lolote utakalo omba kwa imani mtapewa. Ukiomba uponyaji utapokea uponyaji. Ukiomba baraka utabarikiwa. Ukiomba kufunguliwa utafunguliwa. Ukiomba Roho wa Bwana ashuke ndani mwako, Mungu yu tayari kwa kutenda. Usimngojee mtumishi wa Mungu kuombea. Kwani ile siku ambaye mtumishi wa Mungu hatakuwa Mungu aseme nataka kusikia sala zako, anakupata ujui, lakini umemaliza miaka 2 katika hekalu la Bwana. Lakini wakiingia kwa chama, wewe ndiye noisemaker number 1. Wewe kama hujapatikana hiyo siku, hiyo chama imekuwa dal kwa sababu yako. Lakini katika hekalu la Bwana uwezo ukamwambia Mungu ni asante. Hata wanaposema watu washuhudie Mungu wananyamaza, lakini wana yale ambaye Mungu amewafanyia. Unajua unaposhuhudia Mungu yale yote ambaye amekufanyia, unamwaibisha shetani. Shetani aliyekuwa amefunga hiyo mlango na unasema Mungu amefungua. Mungu anazidi kufungulia na shetani anazidi kuogopa. Lakini wewe unapomkataa kumshuhudia Mungu, unamwalika shetani. Haleluya. Hakuna Mungu mwingine kama yeye. Mungu ni yeye aliye mtetezi wetu. Yaani yeye ndiye Mungu mtakatifu wa watakatifu. Siamini ni mangapi wewe unayapitia, unayaona ambayo unasema haya hayawezekani. Sijui ni mangapi wewe uliyaona na macho yako ukaamua mara hii nimeisha.
Sijui ulitupwa kiwango gani ukasema mara hii nimefika mwisho. Sielewi walisema mangapi juu ya maisha yako ukaona mimi nimwache Mungu. Sielewi ni mangapi uliyapitia ukaona Mungu hanioni. Siku ya leo natangaza ya kwamba Mungu ndiye anayeweza yote. Mungu ndiye msaada wetu wa karibu. Mungu ndiye anayejibu maombi, na ni Mungu ndiye anayefungua milango zote zilizofungwa, na ni yeye ndiye Mungu mwenye baraka. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa Baba. Bora tu umuite, yu tayari kwa kuitika. Yote inawezekana kwa Mungu unapokuwa na imani. Yote inawezekana kwa Mungu unapomtegemea mfalme wa wafalme. Yote inawezekana kwa Mungu unapoamini yeye ndiye Mungu mwanzo na tena mwisho. Unaposema hakuna lisilowezekana kwako. Yote yanawezekana kwa Mungu. Siku ya leo naachilia kibali ya ushindi katika maisha yenu. Natangaza kufunguliwa kwa kila mmoja. Amen. Natangaza baraka zitokazo kwa Baba. Aliyeingia akiwa mgonjwa natangaza uponyaji. Aliyekuwa amefungua milango zake naachilia milango za baraka. Aliyekuwa kama ameshushwa na muinua kwa jina la Yesu. Kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama yeye. Kwani kama sio Mungu ungalikuwa wapi? Tazama, Mungu alitoa mwanao wa pekee pale msalabani. Mungu alitoa mwanao wa pekee Yesu Kristo. Damu yake ilitiririka pale msalabani. Ukiangalia kwenye viganja zake unaona alama za misumari. Unapoangalia katika kichwa chake damu yake inatiririka. Unapoangalia katika mabeka zake tuna alama za micheleti. Mungu alitoa mwanawe kwa ajili yetu. Damu yake ilitiririka mahali pale kwa ajili ya kuokoa mimi na wewe, kwa ajili ya kusafisha wewe, kwa ajili ya dhambi zetu kusamehewa, kwa ajili ya kutuokoa kwenye mng'ao shetani. Wewe mwana wa Mungu, mwamini Baba ni wewe ndiye mfalme wa wafalme. Tangaza neno lake ukisema yote yanawezekana. Tangaza ukisema yote yanawezekana kwa Baba. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kama sio Mungu, haina magonjwa uliyokuwa umerushiwa na mwovu shetani yangekumaliza. Kama sio Mungu, wale waganga waliokuwa wamepelekewa majina yako ungemalizwa. Kama sio Mungu, maadui walipokuwa wamejinua kwa biashara yako ungeifunga. Kama sio Mungu, walipokuwa wamelenga vidole kwa ajili ya ndoa yako ungefukuzwa. Lakini kwa sababu ya neema ya Bwana, kwa sababu ya utukufu wa Mungu, kwa sababu ya ushindi wa Mungu, kwa sababu Baba aliye hai, kwa sababu Mungu mtakatifu wa takatifu, mtetezi ndani mwetu, yani Mungu mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda, yani anaponguruma na mapepo yanatoweka, anaponguruma na majini yanaisha, anaponguruma na wachawi wanashindwa. Akatoa mwanao wa pekee, akafa msalabani kwa ajili ya kuokoa. Haleluya. Amen. Omba na utapewa. Tusimame kwa miguu zetu. Nataka kila mmoja aende mbele za Mungu. Sielewe ni mangapi unayapitia. Siyajui ni mangapi ambayo waliongea juu yako. Ni wapi uliona Mungu alikuacha? Ni wapi uliona mimi haya siwezi? Enda mbele za Mungu. Mungu yu tayari kwa kusikia sala zako. Mwenyewe semezana na Mungu aliye hai. Mwenyewe ambia Mungu haja ya moyo wako. Ebu bisha mbele ya Mungu. Omba mbele ya Mungu. Mtafute siku ya leo kwa imani. Bisha mbele zake kwa imani. Usiangalie rafiki yako anasikiza sala zako. Usiangalie jirani yako anasikiza sala zako. Mwenyewe omba mbele za Mungu. Mwenyewe enda mbele za Mungu. Kama ni kutubu, mwenyewe ukatubu. Mwenyewe unajua ni wapi ulimkosea Mungu. Mwenyewe unajua ni lipi niliongea kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni mwenyewe unajua ni yangapi Mungu amenitendea nikashindwa kumtendea. Mwenyewe unajua ni mangapi ambaye nimeona katika macho yangu. Ni wapi nilisema Mungu ameniacha.